Mahakama ya wilaya ya Kinondoni, Dar es Salaam imemhukumu mchungaji Daudi Nkuba maarufu kwa jina la mchungaji Mashimo kutumikia kifungo cha miaka 2 gerezani baada ya kutiwa hatiani kwa makosa mawili kati ya matatu aliyokuwa akishitakiwa. Hizi ni update kutoka Dunia Digital. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na comment ili unapata update mbalimbali, na usisahau kutani on notification na ili uwe unapata taarifa mbalimbali kutoka hapa Dunia Digital. Hii ni taarifa kutoka Dar es Salaam ambayo inamhusu mchungaji wa taifa Nabii Komando Mashimo au Nabii Mikaya kama wengi ambavyo wanamfahamu, ambaye ametiwa hatiani kwenye mashtaka ya kuingia kwa jinai na kuharibu mali na imemwachia huru kwenye shtaka la kutishia kwa vurugu. Mshtakiwa alikuwa anakabiliwa na mashtaka matatu. Upande wa jamhuri umethibitisha makosa mawili na kushindwa kuthibitisha shtaka la kutishia kwa vurugu kama walivyomshtaki. Hukumu hiyo imesomwa leo Machi 18 na hakimu mkazi mkuu Ramadhani Rugemalila baada ya upande wa jamhuri kuthibitisha makosa dhidi ya mshtakiwa pasi na kuacha shaka yoyote. Akisoma hukumu hiyo, hakimu Rugemalila amesema ameridhika na ushahidi uliotolewa na mashahidi watano wa upande wa jamhuri na vielelezo ambapo wameweza kuthibitisha pasipo kuacha shaka kwa mshtakiwa alitenda makosa hayo mawili, lakini amemwachia katika shtaka la tatu kwa kuwa jamhuri wameshindwa kuthibitisha pasipo kuacha shaka kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo. Mshtakiwa katika kosa la kuingia kwa jinai, mahakama inakupa adhabu ya kwenda jela miezi 6. Kosa la kuharibu mali, mahakama inakutia hatiani na kukupa adhabu ya kwenda jela miaka 2. Pia mahakama inakuachia huru kwa kosa la kutishia kwa vurugu sababu upande wa jamhuri umeshindwa kuthibitisha shtaka dhidi yako, hivyo utatumikia kifungo cha miaka 2 gerezani, amesema hakimu Rugemalila kama ambavyo nimemnukuu hapo. Mshtakiwa kabla ya kusomewa adhabu hiyo pia alipewa nafasi ya kujitetea, ambapo aliomba mahakama kumpunguzia adhabu kwa sababu ana familia inayomtegemea. Na upande wa jamhuri ukiongozwa na wakili wa serikali Loda Kamungu uliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mshtakiwa kama sheria inavyoelekeza, ikawe fundisho kwake na jamii nzima. Awali ilidaiwa Novemba 22, 2023 katika maeneo ya Mbezi Luis, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam, mchungaji Mashimo aliingia kwa jinai katika ardhi inayomilikiwa na Flora Mwasha. Pia mshtakiwa katika kipindi hicho kwa makusudi na kinyume cha sheria aliharibu ujenzi wa nyumba iliyoko maeneo ya Mbezi Luis ambayo ni mali ya Flora Mwasha. Pia katika shtaka la tatu inadaiwa alimtishia Ramson Vincent kwa vurugu. Hizi ni update kutoka hapa Dunia Digital. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.